njema. Sawa? Waweze kujua yale ambayo yanafanyika mahali hapa, waweze kujua kile ambacho Mungu anakifanya. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhubiri Injili. Ni wajibu wetu kuwashirikisha wengine habari za Kristo. Ni wajibu wetu kuitetea imani, kuwaeleza watu ukweli wa neno la Mungu katika Biblia. Ukweli wa neno la Mungu katika Biblia. Sasa katika kipindi kilichopita tulikuwa tunamalizia somo letu la mafunzo ya msingi ya wanafunzi. Na nilisema kwamba mtu yote aliyemwamini Yesu ameitika katika wito wa kumtumikia Mungu. Unapookoka unakuwa umeitikia wito wa kufanya huduma. Huduma ni nini? Huduma ni kuhubiri Injili. Kwa hiyo pindi unapohubiriwa Injili, ukiokoka tu umeitika wito wa kuhubiri Injili. Sasa huwezi kuhubiri Injili pasipo kufundishwa. Huwezi kuhubiri Injili pasipo kufundishwa. Ndio maana tunakusanyika kama kanisa kufundishana neno la Mungu, ili tujengwe, tuimarishwe katika neno. Tunapowashirikisha wengine neno la Mungu, tuwe tunajua tunashirikisha kitu gani. Ndio maana tulikuwa na mafunzo ya msingi kabisa ya wanafunzi. Na naamini kwa wale ambao walikuwa hawajalipitia ile darasa lote, tutapata muda tena huko mbele, tutakuwa na kipindi cha kujifunza darasa lingine la mafunzo ya msingi ya wanafunzi, ambapo tuliona mambo kadhaa katika ile darasa. Tuliona kwamba muamini anapaswa ajue uhalisia wa neno la Mungu. Uhalisia wa neno la Mungu. Ajue kwamba neno la Mungu liloandikwa katika Biblia ni halisi. Ajue kwamba neno la Mungu liloandikwa katika Biblia linastahili kutegemewa. Anaweza kaishi kupitia hilo neno. Lakini pia tulitazama uhalisia wa ukombozi wetu. Tuweze kujua kwamba ukombozi wetu ni wa milele. Tutambue kwamba kazi aliyoifanya Mungu kwa ajili yetu katika Kristo ilikuwa sio kazi ya siku moja. Ilikuwa sio kazi ya siku mbili au mwaka mmoja tu. Ilikuwa ni kazi ya milele yote. Kwamba unapomwamini Yesu umepokea ukombozi wa milele. Huhitaji ukombozi mwingine. Unapomwamini Yesu huhitaji ukombozi wa kitu kimoja kimoja kwenye mwili wako. Kwamba leo utakomboa kucha, kesho utakomboa nyayo, kesho utakomboa tumbo, kesho utakomboa nywele. Unapomwamini Yesu amekukomboa wewe kwa ujumla wako, kwa sababu ukombozi ni msamaha wa dhambi. Tunapoamini msamaha wa dhambi, tunapokea ukombozi wetu wa ujumla wote. Ndio maana mtu aliyemwamini Yesu hahitaji kukombolewa tena. Sema, mtu aliyemwamini Yesu hahitaji kukombolewa. Kwa sababu ameshakombolewa tayari. Umeshakombolewa tayari. Lakini pia tuliweza kutazama uhalisia wa kukaliwa na Roho. Uhalisia wa kukaliwa na Roho. Kwamba mtu yote aliyemwamini Yesu amekaliwa na Roho Mtakatifu. Amefanyika nyumba ya Mungu. Mungu anakaa ndani yake. Tuweza kuona kwamba Mungu anakaa na wewe muda wote. Hakuna muda ambao utamwacha Mungu. Na hakuna muda ambao Mungu atakuacha wewe. Mungu yuko na wewe majira yote na nyakati zote, kwa sababu wewe ndio nyumba yake. Kwamba tunapozungumza kuhusu uwepo wa Mungu ulimwenguni hapa, huo uwepo wa Mungu utapatikana kwa mtu aliyeokoka. Uwepo wa Mungu utapatikana kwa mtu aliyemwamini Yesu, ambaye ni wewe. Tutazama pia kuona kwamba Mungu haishi katika majengo. Mungu haishi wapi? Katika majengo. Anaishi ndani ya watu. Anaishi ndani ya watu. Haishi katika jengo linaloitwa kanisa. Haishi kwenye kitu kinachoitwa madhabahu. Mungu anakaa ndani yako. Sema, Mungu anakaa ndani yangu. Mimi ni makazi ya Mungu. Mimi ni nyumba ya Mungu. Unapaswa uyafahamu hayo. Hayo yanapaswa yakae katika ufahamu wako siku zote. Yakae katika ufahamu wako siku zote.
yakae katika ufahamu wako siku zote. Lakini pia tulitazama uhalisia wetu wa ushirika na Baba. Ushirika na Baba, kwamba sisi kama waamini tunatambulikana pamoja na Baba, tunatambulikana pamoja na Mungu. Kamwe huwezi kumwona Mungu pasipo kutuona sisi waamini. Huwezi kumwona Mungu pasipo kutuona sisi waamini. Huwezi kumwona Mungu pasipo kutuona waamini. Popote alipo mwamini yupo Mungu, na popote alipo Mungu yupo mwamini. Popote alipo Mungu yupo mwamini. Popote alipo Mungu yupo mwamini. Lakini pia tulitazama uhalisia wa ushirika wetu kama waamini, kwamba unapomwamini Yesu, jambo linalofuata ni kuwa na mahali pa kukutana na waamini wenzako. Ushirika wetu kati yetu sisi wenyewe, maana yake uhalisia wa uwepo wa kanisa la mahali. Kanisa la mahali ni nini? Kanisa la mahali ni pale ambapo waamini wanakutana pamoja. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kujifunza neno, kwa ajili ya kuomba pamoja, na kwa ajili ya kuwafikia wengine na ujumbe wa Yesu. Uhalisia wa ushirika wetu kama waamini. Pia tulitazama kuhusu ibada. Tukajifunza kwamba ibada inahusisha kusoma neno na maombi. Kusoma neno na kutafakari pamoja na nini? Na maombi. Hivi vyote tunapaswa tuvijue katika msingi wa wokovu wetu. Unapookoka lazima utambue kwamba ni lazima utenge muda wako binafsi wewe na Mungu. Tunao muda wa pamoja na Mungu kama hivi, lakini unapokuwa peke yako, tenga muda wako wewe na Mungu. Katika huo muda utafanya mambo mawili. Utasoma neno, utaomba. Kwa hiyo tunapokutana kwa ajili ya maombi katika ushirika, tunadhihirisha kile tunachokifanya tukiwa peke yetu. Tunadhihirisha tunachokifanya tukiwa peke yetu, kwamba usiishie kuomba hapa. Unapokuwa peke yako nyumbani, tenga muda kwa ajili ya kuomba. Tenga muda kwa ajili ya kuomba. Unapokuwa nyumbani, tenga muda kwa ajili ya kujifunza neno, kwa ajili ya kusoma Biblia. Kwa nini? Hayo yanatusaidia kukua kiroho. Yanatusaidia kukua kiroho. Isiwe maombi ni Jumapili mpaka Jumapili, au Jumapili mpaka Alhamisi tukikutana tena. Hapana. Ukiwa peke yako, tenga muda wako kwa ajili ya maombi. Tenga muda wako kwa ajili ya maombi. Omba, kwa sababu maombi na kusoma neno ndio ibada yetu kwa Mungu. Lakini pia tuliweza kutazama kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nini maana ya kunena kwa lugha, na kwa nini unene kwa lugha kama mwamini. Na mpaka kipindi kilichopita tulipomaliza tuliishia hapo. Sasa leo nitataka tuweze kuingia somo lingine jipya kabisa, na nitataka kuwatia moyo tutengeneze utamaduni wa kuandika. Sawa? Tutafute madaftari, tuandike. Unapoandika, ukirudi nyumbani unapata muda wa kusoma kile tulichojifunza. Pale ambapo ukuelewa vizuri, unapoenda kusoma mstari niliokupa na ukasoma maelezo niliokupa, unaweza kuelewa. Sawa? Kwa niwatie moyo, tunaanza hili somo jipya. Kwa wale ambao hatuna sehemu ya kuandika leo, wiki ijayo basi tufanye nini? Tupate sehemu ya kuandika. Amen. Gladness, amen. Amen. Umebarikiwa na hilo? Yeah. Wiki ijayo tupate sehemu ya kuandika. Tuandike notes. Kwa sababu tupo darasani, tunajifunza kuhusu Yesu. Kama tunajifunza kuhusu Yesu, tunapaswa pia tuandike ili tukawafundishe wengine. Tukawafundisha wengine. Hiyo ni mojawapo ya faida ya kuandika. Mojawapo ya faida ya kuandika, utakapokuwa unamuelezea mtu mwingine kuhusu Yesu, unapokuwa umesahau, utachukua notes, utasoma, utamuelekeza. Utamuelekeza. Kwa hiyo tunapaswa tuweze kujenga huo utamaduni pia. Sasa leo tutajifunza kuhusu kuielewa Biblia. Kuielewa Biblia. Tutajifunza kuhusu kuielewa Biblia.
Tutajifunza kuhusu kuielewa Biblia. Tutajifunza kuhusu kuielewa Biblia. Kuielewa Biblia. Unacho kitabu mikononi mwako. Kitabu cha muhimu sana. Kitabu cha muhimu sana na kitabu kizuri mno kwa maisha yako. Lakini je, unakielewa? Unafahamu namna ya kukisoma? Unafahamu kimeandikwa nini? Unafahamu kimeandikwa nini? Kwa tutajifunza Biblia ni nini. Tujue Biblia ni nini. Kwenye Biblia kumeandikwa kitu gani? Nini kazi ya Biblia? Kumeandikwa kitu gani? Nini kazi ya Biblia? Nini kazi ya Biblia? Na hii itakusaidia utakaposhika hicho kitabu, utaweza kuelewa kile ambacho kinamaanishwa na faida iliyopo katika hiyo. Na faida iliyopo katika hilo. Biblia ni nini? Nani ameshaijiuliza hilo swali? Biblia ni nini? Nani ameshaijiuliza hilo swali? Nani ameshaijiuliza hilo swali? Wangapi wana Biblia? Wangapi wana Biblia? Tuna Biblia. Una Biblia? Sio hapa, hata nyumbani. Unayo? Yeah. Kwa hiyo kama unayo Biblia nyumbani, maana yake Biblia unaijua. Sasa kama Biblia unaijua, lengo la hili somo ni kukusaidia kuweza kuielewa Biblia yako. Kuweza kuielewa Biblia yako ili uweze kuipenda na uweze kuitegemea. Uweze kuitegemea. Katika maisha yetu yote hapa duniani kama waamini, Biblia itakuwa ndiyo chanzo chetu pekee cha taarifa zinazothibitisha wokovu wetu. Narudia tena hiyo sentence. Katika maisha yetu ya hapa duniani kama waamini, Biblia itakuwa ndiyo chanzo chetu pekee cha taarifa zinazothibitisha wokovu wetu. Chanzo pekee cha taarifa. Maana yake tutakapokutana kujifunza, lazima tujifunze kutoka kwenye Biblia. Ndio chanzo pekee cha taarifa. Kama tutahitaji kumhubiria mtu ili azaliwe mara ya pili, tutatumia Biblia. Ukihitaji umhubirie mtu ili azaliwe mara ya pili, kuzaliwa mara ya pili ni kuokoka, ili aokoke, utatumia Biblia. Usitumie kitu kingine chochote. Tumia Biblia. Unapomhubiria mtu ili azaliwe mara ya pili, usitumie uzoefu wa maisha yako. Tumia Biblia. Kwa sababu taarifa zinazomzaa mtu mara ya pili zipo kwenye Biblia. Usitumie uzoefu wako, usitumie mazingira yako, usitumie hali ya yule mtu unayemhubiria. Tumia neno lililoandikwa kwenye Biblia. Linasema nini kuhusu kile unachomhubiria? Lakini vile vile, kama tutahitaji kuwafundisha wale waliozaliwa mara ya pili ili wamjue Mungu na kujijua wao ni nani, basi tutatumia Biblia. Umemhubiria mtu ameokoka, baada yako unataka yule mtu amjue Mungu, lakini pia ajijue yeye ni nani. Tunapozungumza kuhusu kujijua yeye ni nani, tunazungumzia ajue Mungu amefanya nini kwa ajili yake katika kile alichokipokea. Tutatumia Biblia kufanya hivyo. Usitumie kitu kingine chochote. Usitumie kitu kingine chochote. Tumia Biblia. Maswali yote ya wokovu yanajibiwa na Biblia. Maswali mangapi? Yote
ya wokovu yanajibiwa na Biblia. Je, una maswali yoyote kuhusiana na wokovu? Ninaamini hapo. Na ndio maana tunakutana pamoja kujifunza neno la Mungu. Tunapojifunza neno la Mungu, mojawapo ya mambo ambayo tunayajibu ni maswali yanayo kichwani mwako. Maswali kama mtu akifa anaenda wapi? Yanajibiwa kwenye Biblia. Maswali kama hukumu ya dhambi ipo vipi? Moto wa milele ni kitu gani? Kuzimu iko wapi? Kuzimu ni nini? Yanajibiwa na Biblia. Kama usitafute taarifa nje ya Biblia, zitakuchanganya. Tunapozungumzia ukombozi, mtu anapojiuliza kwamba nimekombolewa, lakini kwa nini wiki iliyopita nimekombolewa na wiki hii nakombolewa tena? Kwa nini wiki iliyopita nilianguka mapepo na wiki hii naanguka mapepo tena? Maswali hayo yote yanajibiwa na Biblia. Usiyatafute nje ya Biblia. Kwa hiyo kwa mtazamo huo utaweza kujua kwamba Biblia ni kitabu cha muhimu sana kwako. Kwa bahati mbaya watu wengi hawasomi Biblia. Waamini wengi, kama kuna vitu wanaweza kuvifanya kwa ubora, wanaweza kaomba vizuri sana kabisa, wanaweza wakafunga wakaomba, lakini kusoma neno tunayo changamoto. Kusoma neno tunayo changamoto. Ndio maana mojawapo ya uwepo wa huduma hii tunayoifanya ni kukufanya ujifunze kusoma neno la Mungu. Kwa nini? Usipolijua neno la Mungu utakuwa mtumwa wa adui, utakuwa mtumwa wa shetani. Japokuwa umeokoka, kwa sababu haufahamu neno la Mungu, shetani anaweza kukufanya kuwa mtumwa. Anaweza kukufanya kuwa mtumwa. Wangapi japokuwa wameokoka, lakini unakuta ameokoka lakini ana hilizi. Kama umeokoka ndio na hilizi, ulinzi. Japokuwa ameokoka, ukienda kukagua pochi yake utakutana na mafuta na maji ya upako kwa ajili ya kujilinda. Japokuwa amefanya nini? Ameokoka. Shida ni nini? Hana ufahamu juu ya Biblia. Hana ufahamu juu ya wokovu. Unaweza kukutana na mtu ameokoka lakini bado anaagiza udongo toka kijijini kwao uje ukombolewe kanisani. Changamoto ni nini? Hana maarifa. Hana maarifa. Japokuwa umeokoka, unaweza kukesha usiku mzima unaangusha wachawi wasipite nyumbani kwako. Ufahamu ulinzi wa Mungu. Haujui kwamba Mungu anakulinda masaa yote. Ndio maana unahangaika, huwezi kulala mpaka umshushe mkuu wa anga. Lakini hata huyo mkuu wa anga humjui. Unafanya maombi ya kumshusha mkuu wa anga. Nikikuuliza mkuu wa anga ni nani? Mkuu wa anga anaishi wapi? Yuko vipi? Huna majibu. Kwa nini? Hujui Biblia. Kwa hiyo unacho hicho kitabu chenye cover jeusi lakini ukijui. Ingawa Biblia ndiyo rasilimali ya thamani na ya pekee kwa muamini inapokuja kwenye suala la chanzo cha taarifa kuhusu Mungu. Biblia ndiyo rasilimali ya thamani. Kati ya vitu ulivyo navyo vya thamani, basi Biblia ni kitu mojawapo chenye thamani kubwa, hasa inapokuja kupata taarifa kuhusu Mungu. Mungu ni nani? Yuko wapi? Yupoje? Anafanya nini? Anawaza nini? Hayo yote tutayajua kupitia Biblia. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha maisha yetu yote hapa duniani. Biblia ni kitabu cha maisha yetu yote hapa duniani. Maana yake kama waamini, hatuwezi kuishi maisha hapa duniani pasipo Biblia. Ni lazima tuwe na Biblia. Lazima tuwe na Biblia. Kwa kukosa ufahamu wa Biblia,
Kuna baadhi ya watu wamechukua Biblia, anapoenda kulala anaiweka chini ya mto ili kwamba wachawi wasimkabe, lakini pamoja na kuweka Biblia bado amekabwa. Shida ni nini? Hana ufahamu. Kwa sababu kinachohitajika ni hicho kilichoandikwa ndani ya Biblia kiingie ndani yako, sio hicho kitabu kiweke chini ya mto. Ushaona mtu anakemea mapepo, akiona pepo limekuwa kali analionyeshea Biblia, na pepo linanyang'anya Biblia linaichana. Unajiuliza, anasema ina maana shetani haogopi Biblia? Na kiuhalisia shetani haogopi Biblia. Shetani anachokiogopa ni maarifa yaliyopo kwenye Biblia. Anachokiogopa ni uwezo wako wa kuhamisha kilichoandikwa kwenye Biblia na kukiingiza ndani yako. Hicho ndo anachokiogopa. Yaani haogopi wewe kutembea na Biblia. Maana kuna mtu ana Biblia yake kaiweka tu, haisomi. Sasa nayo Biblia, lakini anapitia kuteswa na kuonewa na adui kwa sababu hana ufahamu wa kile kilichoandikwa kwenye Biblia. Fungua kitabu cha Timotheo wa pili 3:15. Timotheo wa pili 3:15. Timotheo wa pili 3:15. Timotheo wa pili 3:15. Bado hamjapata kalamu? Ngoja niwaangalizie hapa. Kalamu. Okay, ngoja kuangalizie hapa. Tutapata kalamu hapa. Yes, tunayo kalamu hapa, hii hapa. Okay, fine. Tumia hiyo kalamu kuandika. Timotheo wa pili 3:15. Timotheo wa pili 3:15. Nimesema Biblia ni kitabu cha maisha yetu yote hapa duniani. Ni kitabu cha maisha yetu yote hapa duniani. Kwa hiyo maisha yako yote ya hapa duniani baada ya kuokoka, hutakikwepa hicho kitabu. Ni lazima uwe nacho. Ni lazima ukutane nacho. Utakikwepa nyumbani kwako, ukija kanisani tutakizungumza kuhusu hicho kitabu. Tutakifungua hicho kitabu. Kwa sababu ndio maisha yetu katika Kristo yamefunuliwa na hicho kitabu. Angalia Timotheo wa pili 3:15. Timotheo wa pili 3:15. 3:15. Nitasoma mwenyewe, sawa? Nyie mtafuatilia kile ambacho nakisoma. Anasema, na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki. Huyu ni Mtume Paulo anamwandikia barua Timotheo. Anamwambia, na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanapatikana wapi? Kwenye Biblia. Kwa hiyo tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Anasema haya maandiko matakatifu yaweza kukuhekimisha, yaweza kukupa hekima hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Hiki kifungu cha maneno maandiko matakatifu kinazungumzia kilichoandikwa kwenye Biblia. Unapoona neno maandiko matakatifu, maandiko matakatifu ni kile kilichoandikwa kwenye Biblia. Sasa kile kilichoandikwa kwenye Biblia tunapaswa tukijue. Na tunaona kwamba Mtume Paulo anamsifia Timotheo kwamba tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Tangu utoto wako umeyajua maandiko matakatifu. Maana yake tangu utoto wako umekuwa msomaji wa Biblia. Tangu utoto wako. Kwa sababu huwezi kuyajua maandiko matakatifu pasipo kusoma. Narudia tena. Huwezi kuyajua maandiko matakatifu pasipo
kusoma. Kwa hiyo anapomsifia tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, maana yake wewe tangu utoto ni msomaji wa Biblia. Huiogopi Biblia. Tunasema kia nikianza kusoma Biblia ndo nalala. Muda wote mambo safi. Ila nikianza tu kusoma Biblia napata usingizi. Unapaswa ulishinde hilo. Kwa nini? Kwa sababu kadiri unapokuwa huijui Biblia, ndivyo unapokuwa mtumwa japokuwa umeamini. Japokuwa umeamini. Na mambo haya ninayoyazungumza hapa siku zote unaona ni mambo mageni kabisa. Lakini kila ninachokizungumza hapa kipo humo katika Biblia. Hii inamaanisha kwamba Timotheo alikuwa na uelewa wa maandishi ya Biblia tangu mtoto. Alikuwa na uelewa. Timotheo kujua maandiko matakatifu tangu utoto haikuwa bahati mbaya. Haikuwa bahati mbaya. Familia aliyotoka Timotheo ilikuwa ni familia ambayo imeweka mkazo katika maandiko. Familia aliyotoka Timotheo ilikuwa ni familia iliyokuwa imeweka mkazo katika maandiko. Na hapa tunaweza kujua kwamba familia zetu zina ushawishi mkubwa kwetu kuhusiana na maandiko. Unaweza kusema mimi wazazi wangu walikuwa hawajaokoka. Okay, wazazi wako walikuwa hawajaokoka. Lakini wewe umeokoka. Je, una ushawishi wa kiasi gani kwa watoto wako kuhusiana na maandiko? Kwa sababu unaweza kuwa ni mhanga kutokujua maandiko ya Biblia kwa sababu familia yako ilikuwa haijui maandishi ya Biblia. Lakini sasa leo wewe umeokoka, umejenga familia yako. Unafanya nini ili watoto wako nao wajue maandiko ya Biblia? Unafanya nini? Unafanya nini? Ndio maana nafikiri Mungu atatusaidia. Tutaweza kuwa na darasa la watoto kwa ajili ya kujifunza Biblia. Kwa nini? Tunataka kujenga utamaduni wa kumjua Mungu kupitia maandishi ya Biblia toka wakiwa wadogo. Watoto wakue wakijua kwamba tukitaka kumjua Mungu kipo kitabu. Kwa sababu tusipoonyesha Biblia kwamba ndio chanzo cha taarifa ya Mungu, siku moja wataonyeshwa Kurani, wataamini kwamba Kurani ndio chanzo cha taarifa kutoka kwa Mungu. Utakuta mtoto wako anakuambia Mungu ni Allah. Mungu anakuambia, mtoto wako anasema Mungu ni Allah, Mungu ni Allah. Lakini Biblia haijasema kwamba Allah ndio Mungu. Akikwambia hivyo, jua kwamba kuna watu wengine amekutana nao wamemuonyesha chanzo cha taarifa kuhusiana na Mungu. Lakini lazima tusisitize kwamba chanzo cha taarifa zetu kuhusiana na Mungu hakitatoka sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwenye Biblia. Na mtu yoyote akija kuzungumza na wewe kuhusu Mungu, mwambie tufungue Biblia. Asizungumze na wewe kwa hisia. Asizungumze na wewe kwa ufahamu wake. Asizungumze na wewe kwa ufahamu wake. Kutana na mtu anakuambia kwa sababu wazazi wako walikuwa hivi na wewe maisha yako yatakuwa hivi. Mwambie Biblia inasema nini? Mwambie Biblia inasema nini? Funua maandishi ya Biblia. Unionyeshe mahali ambapo panasema kwamba kwa kuwa ndoa ya wazazi wangu ilivunjika, basi na mimi ndoa yangu itavunjika. Nifungulie kwenye Biblia. Lazima uwe na ujasiri wa kusema hivyo. Kwamba kwa kuwa wazazi wako walipata ugonjwa fulani na wewe huo ugonjwa utaupata. Hapana. Lakini hichi ninachokizungumza ni mafundisho yanayoendelea makanisani. Kwa nini? Wameamua kuchukua taarifa nje ya Biblia. Ndio maana watasema kuna kitu kinaitwa laana za ukoo. Watakwambia kuna kitu kinaitwa dhambi za kurithi. Kwamba kwa sababu babu yako alitenda dhambi fulani, adhabu ya ile dhambi inakukuta wewe. Wangapi wamesikia hilo? Mmesikia hayo mafundisho? Kwa sababu bibi yako alifanya dhambi fulani, adhabu ya ile dhambi inakukuta wewe. Kwa hiyo unapitia maisha yale kwa sababu kuna fulani alitenda dhambi. Lakini Biblia haisemi hivyo. Mtu akizungumza nawe kwa habari hiyo, mwambie nifungulie Biblia.
Akikufungulia Biblia, akikufundisha visivyo, mfundishe kwamba Biblia inasema kwamba mtoto hata rithi uovu wa baba yake. Kwa kitabu cha Yeremia Biblia inazungumza, inasema atendaye dhambi ndio atakayekufa. Kwenye kitabu cha Yeremia, fungua Yeremia sura ya 4. Fungua Yeremia sura ya 4. Yeremia sura ya 4. Asitokee mtu akakufundisha nje ya Biblia. Yeremia sura ya 4. Yeremia sura ya 4. Sura ya 4. Yeremia sura ya 4. Nitawaambia tunaanzia mstari wa ngapi? Nitawaambia tunaanzia mstari wa ngapi? Nitawaambia tunaanzia mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Nitawaambia mstari wa ngapi? Angalia kwanza Ezekiel 18 kabla ya Yeremia. Fungua Ezekiel 18. Fungua Ezekiel 18. Ezekiel 18. Ezekiel 18 kabla ya Yeremia. Nitakwambia mstari wa ngapi usome. Ezekiel 18. Nitaanzia kusoma mstari wa kwanza. Nataka uwe makini kunisikiliza. Anasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wao wakatiwa ganzi la meno? Kwamba kuna mithali ilikuwa inaendelea katika Israeli kwamba baba wamekula zabibu mbichi, lakini ganzi za meno zinawapata watoto. Mtoto ambaye hajala zabibu mbichi. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena hii mithali katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Bali kama mtu mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, hakula juu ya milima, wala hakuviinua macho vinyago vya nyumba ya Israeli, hakuviinulia, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo walio uchi, ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida, wala kupokea ziada ya namna yote, naye ameuepusha mkono wake na uovu na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Angalia mstari wa 14. Mstari wa 14. Anasema, na kama yeye huyo akizaa mwana, naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo, hakula juu ya milima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumdhulumu mtu, wala hakutoa kitu kiwekwe hewani, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, bali amewapa wenye njaa chakula chake na kuwafunika nguo walio uchi. Tena ikiwa ameuzuia mkono wake asimwonee maskini, wala hakupokea faida na ziada, naye amezifanya hukumu zangu na kuzifuata sheria zangu, hata kufa huyu kwa sababu ya uovu wa baba yake, hakika ataishi. Utasoma hii Ezekiel 18. Utaona kwamba kuna tukio amba hii mithali ya kwamba baba wamekula zabibu
mbichi, meno ya watoto ndio yanapata ganzi, ilikuwa ni kwamba wanasema baba yako akitenda dhambi, madhara ya dhambi ya baba yako yanakupata wewe. Lakini hii Ezekiel inatuambia kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Maana yake madhara ya dhambi kama baba aliyafanya, yeye ndiye atakayeathirika na dhambi aliyoifanya, sio mtoto wake. Hii inamaanisha nini? Hakuna kitu kinachoitwa laana za ukoo kwa mtu aliyeokoka. Hakuna. Kwa sababu roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Maana yake madhara ya dhambi anayapokea mfanyaji wa dhambi. Na baada ya Yesu kufa, kuzikwa na kufuka, alifanya jambo bora zaidi, kiasi kwamba hata roho itendayo dhambi haiwezi kufa isipokuwa imemwamini Yesu. Itakapomwamini Yesu, hata yule baba aliyetenda ule uovu akimwamini Yesu, hata athirika na uovu wake. Hata athirika na uovu wake. Ikiwa baba amekataa kuokoka, mtoto akaokoka, mtoto hawezi kurithi dhambi za baba yake. Hawezi kurithi dhambi za baba yake. Lakini ufahamu huo unapoletwa kanisani kwamba kwa kuwa mama yako alifanya moja, ndio maana wewe unapitia hili. Kwa kuwa baba yako alikuwa hivi, ndio maana unapitia hili. Kwa kuwa babu yako alikuwa hivi, ndio maana unapitia hili. Ni uongo wa shetani. Unatokana na nini? Tumefunika Biblia zetu tulizopaswa tuzifunue. Ndio maana mtu anapokuambia una laana ya ukoo, fungulie Biblia, muonyeshe kwamba Biblia haizungumzi kuhusu laana za ukoo kwa mtu aliyeokoka. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3 utasoma mstari wa 13. Mstari wa 13. Wagalatia 3:13. Ni lazima tupende Biblia zetu, tuziheshimu Biblia zetu. Chochote ambacho Biblia haijasema juu yako usikipokee. Hata kama kinaonekana kina ladha nzuri au kinavutia au kinamaanisha kwenye maisha yako. Lakini Biblia kama haijasema hivyo usikipokee. Haijalishi kinatisha kiasi gani au kinaleta uhalisia gani katika maisha yako, usikipokee. Kwa sababu uhalisia wako umefunuliwa katika neno la Mungu. Wagalatia 3:13 anasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Umekombolewa kutoka katika laana. Maana yake hakuna laana yoyote juu yako. Sema, hakuna laana juu yangu. Nimebarikiwa katika Kristo. Huo ndio ufahamu napaswa kuwa nao, kwamba mimi ni mbarikiwa, sio aliyelaaniwa. Kwa nini? Kwa sababu kumpokea Yesu ni kupokea baraka ya Mungu. Kumpokea Yesu sio kupokea laana. Ndio maana mtu anasema japokuwa umeokoka unaweza kuwa umelaaniwa. Sio kweli. Biblia haisemi hivyo. Usitafsiri maisha yako katika Kristo kwa kutumia kile unachokipitia. Lazima unaona huna kazi. Kutokuwa na kazi hakuna maana ya laana. Unaona huna pesa. Kutokuwa na pesa hakuna maana ya laana. Siku ya Alhamisi tulikuwa tunazungumza jambo moja zuri sana. Tulisema kwamba unaweza kuwa ni tajiri wa kwanza dunia hii, lakini katika mtazamo wa Mungu umelaaniwa. Kwa nini? Haujaamini Injili. Unaweza ukawa ni tajiri wa kwanza ulimwenguni hapa, lakini uko chini ya laana. Kwa sababu laana ni kuwa chini ya dhambi. Laana ni kukataa kumwamini Yesu. Mtu yote anayekataa kumwamini Yesu, huyo mtu yupo chini ya laana. Mtu yote aliyemwamini Yesu
anaweza akawa ni maskini wa kwanza duniani, lakini mbele za Mungu amebarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu baraka ya Mungu haipimwi kwa kutumia vitu. Baraka ya Mungu haipimwi kwa pesa ulizonazo kiasi gani kwenye akaunti yako ya benki. Baraka ya Mungu haipimwi kwa nyumba ngapi unamiliki au biashara kubwa kiasi gani unamiliki. Haipimwi kwa una magari mangapi. Baraka ya Mungu inapimwa kwa imani katika Kristo. Je, umemwamini Yesu au hujamwamini? Kama umemwamini Yesu, hata usipokuwa na kitu chochote mbele za Mungu wewe umebarikiwa. Lakini kama hujamwamini Yesu, pamoja na vitu vyako vyote vya ulimwenguni humu, wewe upo chini ya laana. Kwa sababu laana ni kutokuamini Injili. Ndio maana swala la kuamini Injili ni binafsi. Baba ukiamini Injili, mtoto wako naye atapaswa amini Injili. Wewe unaweza kukataa kuamini Injili, mtoto wako akaamini Injili. Usiseme kwamba mtoto wako atarithi dhambi zako kwa sababu wewe kuamini Injili basi atapata madhara yako. No, ameamini Injili. Mungu yuko pamoja naye. Kitu ambacho hata wewe unaweza kukifanya na ukafaidika nacho. Kwa hiyo kitu kinachoitwa laana za kiroho, kitu kinachoitwa dhambi za kurithi, kitu kinachoitwa sijui mizimu inanifanya nini, ni kwa sababu gani? Hivyo vitu vimetokana na kwamba tumefunika Biblia zetu. Kwa sababu tumefunika Biblia zetu, ndio maana muda wote ukipatwa na tatizo unasema mizimu hii. Ukipatwa na tatizo unasema laana hii. Ukipatwa na tatizo unasema ni kwa sababu baba yangu alifanya hivi, kwa sababu mama yangu alifanya hivi. Lakini katika Kristo, Biblia inasema alituhamisha kutoka katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituhamisha. Yesu ametuhamisha. Sema nimehama kutoka katika ufalme wa giza kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba wewe umeokoka lakini bado shetani anafanya 1 2 3 kwenye maisha yako. Haiwezekani. Ukiona kuna hicho kitu kinatokea ni kwa sababu ya nini? Umefunika Biblia yako. Hautaki kusoma Biblia yako ikwambie wewe ni nani katika Kristo. Ikwambie katika Kristo una nini. Ikwambie katika Kristo Mungu alifanya nini kwa ajili yako. Mungu alifanya nini kwa ajili yako. Mungu alikukomboa. Mungu alikuhesabia haki. Mungu alikuweka huru kutoka katika uonevu wote, katika uonevu wote wa shetani. Nimesema kwamba Timotheo alipata msingi wa maandiko kutoka katika familia yake. Na nilikuwa nazungumzia namna ambavyo familia ina ushawishi katika ufahamu wetu juu ya maandishi ya Biblia. Tuwafundishe watoto wetu kwamba taarifa kuhusu Mungu zitapatikana kwenye kitabu kinachoitwa Biblia na si vinginevyo. Tuwafundishe watoto wetu kwamba wakitaka kumjua Mungu wafungue Biblia, wasiende sehemu nyingine yote. Wakitaka kumjua Mungu wasiende si kwenye unabii. Kama mtu sasa niambie Mungu hivi yupoje? Mtu anaanza kuelezea Mungu kutoka kwenye akili zake. Fungua Biblia ikwambie Mungu yupo vipi. Angalia Timotheo wa pili 1:1. Nataka uweze kuona namna ambavyo familia ya Timotheo ilikuwa na ushawishi kwake kuhusiana na maandiko. Timotheo wa pili 1:1. Timotheo wa pili 1:1. Tumefika hapo. Waraka kwa Timotheo. Waraka mtume Paulo kwa Timotheo. Sura ya 1 mstari wa 1. Tumefika hapo wote? Anasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu, kwa Timotheo mwanangu mpendwa, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Mstari wa 4.
nami natamani sana kukuona, nikiyakumbuka machozi yako ili nijae furaha. Mstari wa 5, nikikumbuka nini? Mnaosoma, nikikumbuka nini? Imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika nani? Bibi yako Loisi. Huyu ndio Timotheo ambaye katika sura ya 3:15 anasema tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Sasa anaanza kuzungumza kwamba hii imani ambayo imefunuliwa katika hayo maandiko ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi. Maana yake bibi yake Timotheo alifahamu maandiko matakatifu. Na katika mama yako Eunike, tunasoma hapo kwamba imani ilikaa katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Maana yake nini? Bibi alimfundisha mama akamfundisha mtoto. Hiyo ndio jinsi ya kuhakikisha kwamba imani inasimama katika familia zetu. Utakapomfundisha mwanao imani, atamfundisha mtoto wake atamfundisha mtoto wake kwamba taarifa za Mungu zinapatikana katika maandiko. Kwa hiyo Biblia itakuwa ni kitabu cha familia. Itakuwa ni kitabu cha familia. Imani isiyo na unafiki, ambayo kwanza ilikaa katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Tunapata changamoto gani wazazi? Tunapata changamoto gani? Kwamba tunalo jukumu la kuwaonyesha watoto wetu Mungu, taarifa kuhusu Mungu zinapatikana wapi. Tuambie Biblia ndio chanzo cha taarifa kuhusu Mungu. Tena na tena watoto wetu wakajua kwamba Biblia ndio chanzo cha taarifa kuhusu Mungu. Wajue kwamba sio Qur'an inayoweza kuwapa taarifa kuhusu Mungu. Watambue kwamba sio kitabu kingine chochote duniani nje ya Biblia kinaweza kuwapa taarifa kuhusu Mungu. Zingatia mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki. Imani inatoka wapi? Imani inatoka wapi? Kutoka kwenye maandiko. Imani inatoka kwenye maandiko. Bila maandiko huwezi kuwa na imani. Ndio maana tunafundishana neno. Bila kulijua neno huwezi kuwa na imani. Imani haiji kwa kuombewa, ndugu zangu. Usije ukaja ukaniambia mchungaji, niombee imani yangu iongezeke. No. Ukija kwangu kuniomba nikuombee imani yako iongezeke, nitakufundisha neno. Kwa nini? Kwa sababu neno ndio linalojenga imani ndani yako. Fungua Warumi 10:17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Ndio maana nikasema kwamba unapomhubiria mtu injili, unamtaka aamini, mhubirie kutoka kwenye Biblia. Mhubirie kutoka kwenye Biblia. Usimhubirie kuhusu maisha yako. 10:17. Usimhubirie kuhusu maisha yako, kwa sababu ukimhubiria kuhusu maisha yako ataanza kuyatazama maisha yako. Siku ukikosea anasema wokovu ndo unaenda hivi. No, mfungulie kwenye Biblia. Mwambie Biblia inasema tumehesabiwa haki pasipo matendo. Ili siku utakapoona mimi nimekosea, matendo yangu yasiamue mtazamo wako juu ya Mungu, bali Biblia iamue mtazamo wako juu ya Mungu. Biblia imesema nini? Warumi 10:17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17.
Anasema, tumefika wote hapo? Imani, basi imani chanzo chake ni basi imani chanzo chake ni na kusikia huja kwa neno la Kristo. Linapatikana wapi? Kwenye Biblia. Kwa hiyo maana yake imani chanzo chake ni kusikia neno. Imani chanzo chake ni kusikia neno. Neno gani? Kuhusu Kristo, sio neno kuhusu mimi. Nikakwambia, unajua mimi nilizaliwa familia ya kimaskini, lakini Mungu amenisaidia kupata pesa. Utafurahi na utatamani kwamba siku moja nipate pesa, lakini hiyo sio imani, kwa sababu haijatoka kwenye Biblia. Huo ni uzoefu wa maisha ya mtu, kwamba biashara yangu ilikuwa inafanya vibaya, sasa inafanya vizuri kwa sababu nimeokoka. Mtu atakuja kuokoka ili na biashara yake ifanye vizuri, lakini hatuokoki ili biashara zifanye vizuri. Tunaokoka ili tusamehewe dhambi. Ukisema umeokoka ili biashara yako ifanye vizuri, utakuwa unamkosa Mungu, kwa sababu sicho Biblia inachosema. Biblia inasema tunaokoka tusamehewe dhambi, kwamba siku ikitokea biashara yako haijafanya vizuri, hatumwachi Mungu, kwa sababu sicho kilichotuleta kwa Mungu. Sasa nilipookoka tu nikapata mume. Kwa hiyo watu wanakuja kanisani wapate waume, si ndio? Lakini ukipata mume, kifuatacho nini? Unapaswa endelee kumtumikia Mungu. Sasa ukija kanisani kwa sababu unataka upate mume, kinatokea ni nini? Siku ukimkosa unamwacha nani? Unamwacha Mungu. Lakini sio lengo la wokovu. Lengo la wokovu watu wasamehewe dhambi zao, kwamba mtu akatosheke hata kama hana pesa, lakini amemwamini Yesu, amesamehewa dhambi. Akatosheke hata atakapokosa mume, ila amemwamini nani? Atosheke hata atakapokosa kazi, ila amemwamini nani? Yesu. Atosheke hata biashara yake isipofanya vizuri, ila amemwamini nani? Kwa sababu Yesu ndio utoshelevu wetu, na maandishi ya Biblia yanamfunua Yesu. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Huja kwa neno la Kristo na si vinginevyo. Ndio maana kama mhubiri wa Injili unapaswa uhubiri kuhusu Kristo. Usijihubiri wewe. Mnafahamu mara nyingi tumekwaza watu tulipojaribu kujihubiri sisi wenyewe. Tumekwaza watu, tumeumiza watu tulipojaribu kujihubiri sisi wenyewe. Tulipohubiri ni kiwango gani cha pesa tulizonazo, tuliwaumiza watu wasio na pesa, ili mradi wanataka ili hali wanataka wamuone Yesu. Tulipohubiri namna ambavyo sisi sio maskini, ni matajiri, tuliwaumiza watu ambao ni maskini, wakati Yesu alikuja kwa ajili ya tajiri. Yesu alikuja kwa ajili ya maskini pia. Injili haichagui. Sema injili haichagui. Injili atakayohubiriwa rais wa nchi ndio injili hiyo hiyo unapaswa umhubirie mtu anayefagia barabara au anayokota makopo barabarani. Ukienda kuonana na rais unamwambia Yesu anasamehe dhambi. Humwambii Yesu anaweza kukupandisha cheo, kwa sababu tayari ameshapanda cheo, hata mhitaji Yesu. Ukienda kumhubiria mtu ambaye anafagia barabara au anaokota makopo, mwambie Yesu anasamehe dhambi. Mambo mengine yatafuata, kwa sababu ukiwa katika Kristo anaweza kukupa hivyo vitu vyote ulivyo navyo katika mahitaji yako. Lakini cha kwanza ni msamaha wa dhambi. Ni msamaha wa dhambi. Ndio maana neno la Kristo linakuwa ndio chanzo cha imani yetu. Sema neno la Kristo ni chanzo cha imani yetu na si vinginevyo. Na si vinginevyo. Kwa hiyo usijione mnyonge mbele za Mungu kwa sababu wewe huna pesa. Ulicho nacho ndani yako ni zaidi ya pesa.
Ulicho nacho ndani yako ni zaidi ya magari, ni zaidi ya majumba. Kwa sababu ungeweza kuwa navyo hivyo vitu vyote na usiwe naye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akili zetu tuziweke kwenye neno. Tusiruhusu mtu atutoe kwenye neno kamwe. Tosheka na Yesu aliye naye. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu. Upate wokovu. Neno la Kristo linapatikana katika maandishi ya Biblia. Hii ni kusema kwamba hatuwezi kuzungumzia imani pasipo Biblia. Hatuwezi kuzungumzia imani pasipokuwa na Biblia. Kama usijaribu kuzungumzia imani pasipo Biblia, wala usimsikilize mtu anayezungumza imani pasipo Biblia. Ukuta mtu anasema, sasa tufunike Biblia tuzungumze. Huyo ni mtu hatari. Narudia tena. Ukutana na mhubiri wa Injili anakuambia tufunike Biblia tuzungumze. Huyo ni mtu hatari. Mnazungumza nini? Mnazungumza nini? Mnazungumza nini? Tuache Biblia tuzungumze. Tunazungumza kuhusu nini? Mkiingia huko mmemwacha Mungu. Lakini kama tunataka tukae katika mpango wa Mungu, tunapaswa tukae wapi? Kwenye Biblia. Biblia inasema nini juu yako? Biblia inasema nini juu yangu? Biblia inasema nini kuhusu Mungu? Kuhusu Mungu. Tutapaswa tutoke kwenye maono, tutoke kwenye ndoto, tutoke kwenye unabii, tutoke kwenye hivyo vitu vyote, tukae hapa. Ili tutakapoona maono tutatafsiri kwa kutumia Biblia. Tutakapoota ndoto tutatafsiri kutumia Biblia. Tutakapozungumza kitu gani, unabii, ule unabii tutautafsiri kutumia Biblia. Ndio maana huwezi ukanipa unabii kwamba Mungu amenionyesha wiki ijayo unakufa. Siwezi kupokea. Siwezi kupokea. Kwa nini? Neno alisemi hivyo. Neno linasema ninahifadhiwa katika Kristo. Kwa hiyo huwezi ukanipa unabii ambao unaonyesha kwamba Mungu ameniacha. Sasa Mungu ameniambia wewe lazima ufe kwa ajali. Sio Mungu. Sio Mungu. Mungu anaweza kukuonyesha kwamba kuna mpango wa adui dhidi ya mtu fulani kupitia ajali. Omba usifanikiwe. Huyo ndo Mungu wetu. Sio anayesema lazima afe. Huyo sio Mungu. Kwa sababu Mungu kazi yake ni kuokoa. Mungu kazi yake ni kuokoa. Ukiletea unabii unasema wewe ndoa yako lazima ivunjike. Yaani lazima, huna namna ya kuitengeneza. No, that's not God. Huyo sio Mungu. Mungu anapoona mahusiano yako, ndoa yako haiko sawa, mkono wake unakuja kuponya, sio kuvunja. Amen. Mjue Mungu. Mjue Mungu. Ukimjua Mungu utaweza kujua ni nani anafanya kazi kwenye maisha yako, ni shetani au ni Mungu. Kama huwezi kuyajua haya isipokuwa umekumbatia kitabu ulichokishika mkononi mwako ambacho ni Biblia. Ndio maana nikasema katika kukutana kwetu hapa hatutazungumza kitu kingine chochote kilicho nje humo. Naelewa vizuri? Na siku mtakayokuta ninazungumza kilicho nje ya kilichopo kwenye Biblia, unaruhusiwa kuhama kanisa. Yes, kwa sababu nitakuwa nimetoka kwenye kusudi la Mungu. Na nikiwa nimetoka kwenye kusudi la Mungu, unao wajibu wa kutunza nafsi yako dhidi ya uharibifu. Unaruhusiwa kuondoka. Lakini ikiwa kama siku zote nitakuwa nakufunulia Biblia na kukufundisha Biblia tena na tena pasipo kuchoka, endelea kukaa. Hata kama kuna vitu vyako katika mwili unaona havitokei, endelea kukaa, ni swala muda tu. Lakini siku ukiona nasema jamani tufunike Biblia tuongee sasa, niulize swali, tunaongea kuhusu nini? Je, tunaongea kuhusu Mungu au tunaongea kuhusu mambo yetu? Tunapiga story, tunafanya soga ambazo hazina matokeo kwenye maisha yako.
tutazungumza kuhusu kilichoandikwa kwenye Biblia. Timotheo wa pili 1:5 anasema imani ya Timotheo ilianza kwa bibi yake Loisi na mama yake Eunike. Hii ina maana bibi na mama yake Timotheo walikuwa na ufahamu wa maandishi ya Biblia. Walichukulia kwa umakini mkubwa maandishi ya kwenye hicho kitabu ulichokishika mikononi mwako, kiasi cha kwamba vizazi vilivyofuata vilizungumziwa katika kile walichokianzisha. Vizazi vilivyofuata vilizungumziwa katika kile walichokianzisha. Na nakuombea katika jina la Yesu Kristo kwamba vizazi vyako vinavyofuata vitazungumza kuhusu kile ulichokianzisha. Amina. Vitazungumza kuhusu Mungu ambaye uliwaambia, uliwaonyesha kwamba wewe ndio Mungu. Watoto wako watazungumza kuhusu hilo. Wajukuu wako watazungumza kuhusu hilo. Vitukuu vyako watazungumza kuhusu hilo, na kizazi chako chote kitazungumza kuhusu Mungu. Kwa nini Biblia inazungumza kuhusu Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Kwa sababu Mungu alikuwa anatembea kwenye vizazi. Ibrahimu alipomjua Mungu alimfundisha Isaka. Isaka alipomjua Mungu akamfundisha Yakobo. Yakobo alipomjua Mungu aliwafundisha watoto wake. Ndio maana tuna taifa la wana wa Israeli, ambao wana wa Israeli walikuwa na ufahamu kuhusu Mungu. Waliupata wapi? Sio maono. Vizazi vyao vilikuwa vinafundishana kuhusu Mungu. Kwa hiyo tunao wajibu wa kuwafundisha watoto wetu kuhusu Mungu. Ndio maana nikasema kwamba tutapata nafasi tuwe na madarasa kwa ajili ya watoto. Kwa nini? Wamjue Mungu wakiwa watoto. Wamjue Mungu wakiwa watoto. Wanapomjua Mungu toka wakiwa watoto, wanakuwa wakimfahamu Mungu. Watahamisha taarifa za Mungu kwenda kizazi kingine, kizazi kingine na kingine na kingine. Natamka katika jina la Yesu Kristo, taarifa kuhusu Mungu hazitapotea katika vizazi vyetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Taarifa kuhusu Mungu hazitapotea katika vizazi vyetu. Hazitapotea. Hazitapotea. Na tutakuwa makini katika hili. Watoto wetu wanapokuwa na kupata ufahamu, watajua Mungu anajulikana kupitia nini. Wanajua kwamba Mungu hajulikani kupitia maono, kupitia ndoto, kupitia unabii na chochote, au kupitia miujiza na chochote. Mungu anajulikana kupitia neno lililoandikwa katika Biblia. Kwa mtu anayeandika, andika hiyo. Mungu anajulikana kupitia neno lililoandikwa kwenye Biblia. Andika. Mungu anajulikana kupitia neno lililoandikwa kwenye Biblia. Sio kupitia hisia. Hisia ni njema kwa sababu mahusiano yetu na Mungu yanaathiri hisia zetu, lakini hatuwezi kumjua Mungu kupitia hisia. Hatuwezi kumjua Mungu kupitia uzoefu wetu. Experience. Tusome Biblia. Tujenge utamaduni wa kusoma neno. Tusome neno. Tusitumie uzoefu kutembea na Mungu. Tutumie neno linasema nini. Uzoefu ni upi? Kichwa kwa kinaniuma, nikachukua maji, nikageuza kuwa damu ya Yesu, nikajimwagia, nikapona. Kwa baada hapo naona natembea, jamani, tukichukua maji tukigeuza kuwa damu ya Yesu tunajinyunyizia, tunapona. Unageuka mganga wa kienyeji. Japokuwa umeokoka. Huo ni uzoefu. Ni uzoefu ni kwamba nilikuwa naumwa, nikaja hapa kanisani nikasema Mungu, moyoni mwangu nikasema Mungu, nikienda kukaa kwenye kiti hicho kama mtumishi nitapona. Na kweli ukapona. Baada hapo unasema jamani, mtumishi akiinuka tukae tu hapa. Kiti cha mtumishi kinageuka sanamu sasa. Ni kinakuwa kiti cha uponyaji. Kwamba kila mtu anataka kupona, aenda kakae kwenye kiti cha mtumishi. Unakuwa huna tofauti na wale ambao wanaenda kwenye makaburi ya watu wanaoamini kwamba wanapona, wanachukua udongo, wanasema wanaponywa na udongo. Biblia haifundishi hivyo. Ukitumia uzoefu wa maisha yako kumjua Mungu, ni rahisi kutoka kwenye kusudi la Mungu ukaingia kufanya ushirikina badala ya kumtumikia Mungu. Vizuri kabisa.
vizuri kabisa. Ninawafundisha haya kwa sababu nyie mtakuwa ni walinzi wangu mimi, na mimi ni mlinzi wenu. Ni mlinzi wenu vipi? Siku nikikwambia hubiri Injili, nitataka nikuone unahubiri kutoka kwenye Biblia. Ni mlinzi wangu kivipi? Siku utakapoona ninaanza kuhubiri nimetupia Biblia kule, ninakusimulia tu mambo hayo na hayo na kufundisha saikolojia na kufundisha vitu vya namna hiyo, useme kwamba mtumishi, umetoka kwenye mstari. Seme. Wangapi wanaenda na perfume kanisani zikaombewe? Nyie hamwendi nazo, lakini si mmesikia kuna watu wanaenda na perfume kanisani wakaombewe, kwamba ile perfume ikiombewa akijipulizia akienda kwenye interview atapata kazi? Wangapi wanaambiwa walambe mafuta ya upako kwamba akienda mahakamani kujitetea kwenye kesi atashinda? Wangapi wanaambiwa waende na kokoto kanisani, mchanga? Wapo, sio? Si ndio? Ni kwa nini hayo yote yanatokea? Tumeacha neno. Tumeacha neno. Tumeacha neno. Usiruhusu hisia zako zikuendeshe. Nataka mnielewe. Na mojawapo ya vitu ambavyo utajifunza tunapokutana mara nyingi kujifunza ni kutoruhusu hisia zako zikuendeshe. Ruhusu neno likuendeshe. Wao usiruhusu matatizo yako ya kuendeshe. Ndio maana Biblia inatuagiza tunapokuwa na changamoto tuombe, ndugu zangu, sio? Inasema unapokuwa na changamoto omba, haikwambii unapochukua na changamoto ufanye nini? Uchukue udongo ufanye nini? Uchukue mchanga ufanye nini? Uchukue perfume ufanye nini? Au maji uyafanye nini? Omba. Hayo ni maagizo ya Biblia. Tukae katika neno. Tukae katika kujifunza. Na tuone kwamba tunawajibika kuhakikisha kwamba Biblia inakuwa ni chanzo cha taarifa zetu kuhusu imani. Kuhusu imani. Mtume Paulo anaposema Timotheo, tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, alikuwa anamaanisha Timotheo alipata ufahamu wa maandiko matakatifu kwa sababu Mtume Paulo alijua Timotheo amepata wapi ufahamu. Aliupata kwa bibi yake, aliupata kwa mama yake. Walimfundisha. Kwa hiyo maana yake kwa msingi huo hatuwezi kukwepa kuwafundisha watoto neno. Hatuwezi kukwepa kufundishana sisi wenyewe neno. Tukitaka tuwe imara katika wokovu wetu, tusikimbie neno. Mnanisikia? Najua kuna baadhi mtu anasema, nikikuuliza mtumishi, katika ibada yote unapenda kipindi gani? Nitasema mimi napenda muda ule wa kusifu na kuabudu, ndio nautaka ule. Muda wa neno wanatoka nje. Hata kusikiliza. Tunasema mimi napenda maombi tu bwana, neno mimi naona linanichosha. Ukiona wewe unapenda kusifu na kuabudu, unapenda maombi ila neno hulitaki, unajiingiza kwenye hatari kubwa sana. Kubwa. Penda vyote. Amen. Penda vyote. Na kama ukichukia vyote, chukia vyote, penda neno. Kwa sababu neno litakufundisha namna ya kusifu sahihi. Neno litakufundisha namna ya kuomba sahihi. Utakapopenda neno litakupeleka kwenye kusifu na kuabudu, utakapopenda neno litakupeleka kwenye maombi. Lakini ukiona maombi na kusifu na kuabudu kuna kutoa kwenye neno, hiyo ni changamoto. Ni nini? Changamoto. Changamoto sasa mtumishi akianza kuhubiri tu pale, mimi natamani tu niondoke zangu. Natamani niondoke zangu, kale karaha kapo. Kakufurahi. Na ndio maana kujifunza neno la Mungu ni kazi. Sema kujifunza neno la Mungu ni kazi. Kujifunza neno la Mungu kunachosha. Kwa nini kunachosha? Kwa sababu kunahusisha akili zako. Fikra. Ufikirie kile kinachosemwa, ukitafakari kile kinachosemwa, uone uhalisia wake katika kile kinachosemwa. Unachoka. Na mimi tukitoka hapa umechoka, sina shida na nafurahi, kwa sababu maana yake umefanya kazi pamoja na mimi ya kujifunza neno, kwa sababu umechoka. Umechoka. Neno linachosha kujifunza. Na kwa kuwa unajua neno linachosha kujifunza, kwa unapoenda kujifunza neno tegemea kuchoka. Sasa mimi kujifunza neno linachoka, basi sasa nitakuwa sijifunzi neno sasa kwa sababu ninachoka.
Neno lilitengenezwa ili kuchoshe. Kwa nini? Kwa sababu linaathiri akili zako. Uwaze, ufikirie. Usipowaza na kufikiria, unaingia kwenye upotofu. Sema, nitasoma neno la Mungu. Nitasoma neno la Mungu. Nitaiheshimu Biblia siku zote za maisha yangu. Mnaogopa kusema siku zote za maisha yenu? Sema, siku zote za maisha yangu nitaiheshimu Biblia. Nitasoma Biblia. Nitakubali kilichosemwa kwenye Biblia. Katika jina la Yesu. Amen, amen. Shangilie Mungu katika jina la Yesu. Wow. Mwenye swali tafadhali. Mwenye swali.